Karibu tena studio Kweli Yote TV kwa majina nyingine ya pekee kwa ajili ya habari za kweli yote ndani ya uumbaji, ndani yetu sisi. Kwa hiyo karibu weupe, weusi, wekundu, wakubwa kwa wadogo, viongozi na wasio viongozi, wote wa mabara yote. Karibu tujifundishe, karibu tufundishwe na yeye kwa majina yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kabla ya yote basi tushukuru. Baba mwema mzuri, wewe ndiye Baba, wewe ndiye mwaminifu, na wewe ndiye ambaye tayari umehusika katika kutufanya tuwepo mahali hapa. Tunakushukuru kwa wakati huo, uendelee wewe kutufundisha, kwa sababu tayari ile siku ya mwisho iliyobebwa ndani ya mwaka halisi na majira halisi tayari imekwisha kuinuliwa kwa ajili ya hukumu ule uongo na ubaya wote uliokuwa juu ya nchi. Tunakushukuru, tunakuinua wewe, umeyatenda haya yote kwa utukufu wako na heshima yako. Wewe mwenyewe umeinuliwa kwa utukufu wako mwenyewe. Tunawakaribisha wote walioko kusini, mashariki, magharibi, kaskazini, unaosikia sasa na kupokea, wote wa aina zote wamekaribishwa na mwenyewe mahali pa Kweli Yote TV juu ya nchi kwa ajili ya utukufu wako imetokea. Karibu sana, karibu marafiki, karibu malikia, karibu vijana, mabinti, karibu viongozi na karibu watu wote, watumishi wa aina mbalimbali. Karibuni kwa sababu ya majira hii na wakati mzuri kabisa wa kuendelea kujifunza, kufundishwa namna ya kuishi juu ya nchi na ile judgment ya ule uongo wote, yale ambayo tulikuwa tuelewe, yote anatufundisha. Kwa hiyo karibu sana. Leo tuko kwenye somo zuri ambalo ni yeye kwa ajili ya ufahamu, kujifunza yale mema na mazuri. Leo ni neno na sauti amehukumiwa. Neno lilikuwa linasema neno la Bwana na neno la Mungu na sauti ya Mungu au sauti yoyote hii, ina maana tayari zimehukumiwa na zimefutwa, haziwezi kufanya tena kazi kwenye majira hii ambayo ni yake. Tutaona ni kwa nini sasa anafuta kwa sababu tukisoma kwenye Ufunuo ile 6 kwa haraka kabisa, Ufunuo ile 6:14, mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikakunjwa na kuhamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango la chini za miamba ya milima, wakiambia milima, tuangukieni, tustirini mbele ya sura yeye aketie kwenye kiti cha enzi. Kiti cha enzi tumefundishwa ni kweli yote na hasira yake, kwa maana siku iliyokuu imefika, ni nani atakayeweza kuzuia? Kwa hiyo anasema kwenye majira yake ya siku ya mwisho, kwenye utimilifu wa hukumu, kila ambacho kilikuwa kinatumika kikawa kileti matokeo kinafutwa. Yaani chochote ambacho kilikuwa kwenye unabii kinafutwa. Kwa hiyo kinafutwa kwa sababu ya kuelezea uumbaji, kuelezea dunia, kuelezea watu wote, kwa sababu tayari ndio wameshika hapo. Hapa nitasoma hapa, nasoma kwenye Mathayo 12 ule mstari wa 36. Basi nawaambieni, kila neno lisilo na maana watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa hiyo
kwa kuwa kwa maneno yako itahesabiwa kwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo kila neno lililokuwa linatumika kinyume au likawa nguvu ya pawa kwa wengine, kwa wabaya, basi hilo jambo linafutika na hilo neno linafutika. Ndio maana yeye mwenyewe kwa siku yake ya mwisho iliyo ndani ya majira ya mwaka uliokubalika unaoanzia ndani kwenda nje, mwaka wenye miezi 9 kama unavyouona hapa, mwaka wenye miezi 9. Ina maana huo sasa ndio unahukumu, kwa sababu unatufundisha yale yote ambayo tulikuwa tuyajui na yanakuwa wazi kwa ajili ya kupata kuishi yale maisha tuliyokusudiwa, kwa sababu kuna maisha ambayo tumekusudiwa na yeye Baba, sio haya fotokopi tuliyokuwa tunaishi. Mathayo 10 ule mstari wa 26. Basi msiogope, kwa maana hakuna neno lililosikika ambalo halitakuweka wazi, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiogope wauao mwili, wasiue na ile nguvu ya utendaji ndani yao. Kwa hiyo tunaona kabisa yeye mwenyewe akisema kwamba hakuna neno la siri. Sasa ina maana neno hilo ambalo analifuta, yaani neno sauti, pumzi ya mauti, hata yule anaitwa uhai wa mabaya, wewe wenyewe hauna nafasi, kwa sababu kuna vitu ambavyo waliviteka huko tulipokuwa Babeli ile miaka 70. Ina maana tulikuwa turuhusiwi kutumia vitu vyenye nguvu. Kwa hiyo tunaona hiyo sauti, hiyo neno tayari amehukumiwa na anafutwa kabisa juu ya nchi na kweli yote ambaye ni Baba. Kwa nini anafuta? Kwa sababu Baba anatakiwa kuwa mmoja, na Baba ni kweli yote. Kwenye Yohana hiyo 16 ule mstari wa 25, hayo nisemayo nanyi kwa misali, saa yaja ambao sitasema nanyi tena kwa misali, bali nitawapa habari waziwazi habari za Baba. Kwa hiyo Baba ndiye anayefuta, na Baba sasa tumeshamfahamu. Baba ni kweli yote, na malikia wake ndio ile mfumo wa 28 ile miezi 9. Kwa hiyo yeye ndio anafuta vile ambavyo tuliviona kama viko sahihi, anafuta kwa kuelezea kabisa. Ndio maana akasema hapa kwenye Mathayo 25, Mathayo 24 ule mstari wa kwanza, huyo kweli kwa levi Yesu akamwambia, akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Hata Luka ile 21 ule mstari wa 5 na wenyewe unasemea hivi, hata Marko, kwamba hakuna nguvu ya utendaji utakaobakia. Kwa nini usibakie wakati kuna utendaji wa neno ndani yake? Yaani haubaki kwa sababu neno ameshindwa kufanya yale aliyokuwa anatakiwa kufanya. Kwa hiyo ina maana huyo neno ndio alifunika mamlaka iliyokuwa inatakiwa. Kwa hiyo nitasoma hapa kwenye Danieli ile 8:12.
na jeshi lote likatolewa kwake pamoja na sadaka kuteketezwa ya daima, kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda kama ilivyopenda na kufanikiwa. Kwa hiyo tunaona kufanikiwa kwa ubaya juu ya nchi ni kwa sababu ya kweli kuanguka. Kwa hiyo kweli ina maana ikafunikwa sasa, haikuweza kufanya kazi. Ina maana hata wakati Yesu sasa anakuja na ile kweli ya kutuonyesha kiunabii ilishindikana kueleweka ndani. Kwenye Yohana 8 ule mstari wa 8, basi tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Imeshindwa kutuweka kwa sababu kwa uhalisia tulikuwa utumwani Babeli, kwenye ile nguvu ya majira ya Yeremia 27 ule mstari wa 5 mpaka wa 9. Kwa hiyo tuliruhusiwa twende Babeli. Tuliporuhusiwa kwenda Babeli, ina maana Babeli ndio alikuwa anafanya haya. Ndio maana sasa yeye ikabidi awe anatumia neno zaidi, ili asilimia kubwa sasa wengi turejee nyuma, tuache kufatana na Baba, kwa sababu Baba mwenyewe hakuwepo. Kwa hiyo ndio maana sasa haina budi neno kufutwa, kwa sababu neno kila ambacho tayari kilikuwa kimevaa ni ile kuvaa mwili, yaani kutoweza kureflect, yaani kutoa majibu kwa watu yale makubwa yanayotakiwa yabadilishe maisha yetu. Tunaona Yohana 1:14, neno kuvaa mwili. Na kama neno amefunikwa mwili, ina maana ni ngumu kuweza wengi kufunguka. Tunaona hii Yohana 1:14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Lakini kwa kusoma Yohana 1 unaweza ukaniuliza kwa nini wameandika hapo mwanzo? Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwepo Mungu. Huyo mwanzo alikuwepo kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwemo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo tunaona huyo neno akija address kwamba yeye alikuwa mwanzo, lakini kwa uhalisia Baba hana mwanzo wala mwisho, hata chanzo hana Baba. Baba yupo kwa sababu kweli ipo, haina mwanzo, haina chanzo, haina mfumo wote. Kwa hiyo kweli imesimama kama kweli. Kwa hiyo kweli haiwezi kuvalishwa neno, kweli haiwezi kuvalishwa sauti, kweli haiwezi kuvalishwa chochote. Kweli inabaki kuwa kweli pekee yake. Ndio maana akasema hivi, kwenye Yohana 14, ili uone, alafu tuende mahali pengine tuvuke vizuri. Yohana 14:6, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo analiacha Yesu anamwacha mwili, anauacha, anasema mimi ndio njia, mimi ndiye kweli, na mimi ndio uzima. Kwa hiyo kuna lile ndani yake, yeye ni kweli. Kwa hiyo anafundisha ile nguvu ya barabara ya kweli, ili sasa sisi tupate uzima. Kwa hiyo kweli ndio ina uzima. Tunaona 17, Yohana 17 ule mstari wa 3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na kweli kwa level ya Yesu alichokuwa nakifundisha, kwa sababu Baba ni kweli yote, Mwana ina maana ni kweli, Roho Mtakatifu ni mwalimu,
moyo wa Baba wa kufundishia ile kweli yote. Kwa hiyo hapo tunaona ya kwamba wakati anasema kwamba ataondoa neno, ina maana ataondoa egemeo juu ya nchi, ataondoa sauti, kwa sababu kuna sauti aina nyingi. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba anaondoa sauti, anaondoa neno, anaondoa sauti, anaondoa pumzi ya mauti, anaondoa uhai wa mauti, anaondoa na andiko. Anaondoa andiko kwa sababu anaondoa sauti, kwa sababu tayari mfumo wa Babeli ulikuwa upo juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona kabisa kwenye nguvu ya Mathayo 8 ule mstari wa 28, Yesu kweli, kwa level ya Yesu akikutana na wale mapepo wakiongea naye kwa ajili ya kuwatoa. Hiyo ilikuwa kwenye unabii. Kwa hiyo Yesu kwenye upande wa Isaya 6:8 mpaka 13 tunaona kwa uhalisia wake pale ya kwamba nguvu ndani yake ilikuwa ni kwa ajili ya kuja kutuonyesha siku ya mwisho na kutuonyesha ibada zilivyo na matumizi yake. Sasa tumefika kwenye neno. Neno hana namna ya kukaa tena, kwa sababu neno ndio ametumika. Hao manabii wote wanatumia neno. Kwa hiyo kile ambacho kilikanyagwa ilikuwa ni kweli. Kwa hiyo ndio maana akasema siku ya mwisho yake sasa ndio ataachilia ule moyo wa Baba. Kila mmoja sasa anapomtoa huyo neno, anamtoa sauti, anamtoa pumzi, anamtoa andiko, anamtoa nguvu, anaitwa kwa ajili ya neno la ufunuo. Anaondoa hivyo, basi anabaki yeye moyo wa Baba ambaye ni moyo wa kweli yote kwa ajili ya kuatamia juu ya nchi. Asiwepo mwingine wa kuitafia. Tutaona hapa ndio maana Baba hawezi akavalishwa akawa anatumia neno. Tunaona kwenye mahali pa Wafalme na yenyewe wa kwanza, Wafalme wa kwanza ule mstari wa 17 ile moja, basi Elia mtishi wa wageni wa Gileadi akamwambia, kama yeye aishivyo naye simama mbele yake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu na neno la Bwana. Neno hawezi akatumia Bwana, yaani kweli yote hawezi akatumia neno. Kwa hiyo kweli yote anatumia yeye kama kweli yote, kwa kusimama yeye kama yeye, kwa sababu yeye ndio founder, ndio mmiliki, ndio mtawala, ndio kila kitu. Kwa hiyo umo ndani ya hiyo kweli yote ndio kuna kila kitu. Kuna uponyaji, kuna baraka, kuna hukumu, kuna kufuta kila kitu. Ndio maana akasema nguvu ya utimilifu wake kama ameketi kwenye kiti cha enzi. Ina maana ameketi, yeye ni kweli yote, ameketi kwenye kiti cha kweli yote kwa ajili ya kuhukumu ubaya juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona hata hapa Yeremia 18:18 Yeremia 18:18 na yenyewe nasema neno. Nasoma hapo, ndipo aliposema njoni atufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea huyo kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Kwa hiyo neno lilikuwa la nabii. Kwa hiyo Baba akija hawezi akatumia neno, hawezi akatumia sauti, hawezi akatumia hiyo nguvu nayo tuliokuwa tunatumia iliyotekwa ya maandiko, bali atatumia kwa sababu ya evidence, kwa ajili ya kuyasoma tu kueleza, lakini atatumia uhalisia ule wa kweli yote kwa ajili ya kugeuza uumbaji wake, kwa sababu adui anaogopa kweli tu peke yake. Haogopi neno, haogopi sauti, sababu anajua. Haogopi pumzi,
kwa sababu anajua alichukua. Ndio maana tumeona sasa hapo kwamba neno kwa uhalisia, Baba akija, yeye ndio, kwa sababu anaelekezwa kupitia yeye kwanza kuabudiwa, lazima atuambie tumwabudu kupitia nguvu hii. Kwa tunaona kwenye Yohana 4:23 lakini saa inakuja nayo saa ipo, ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika fundisho la kweli yote. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Kwa maana Baba ni roho. Roho ina maana ni mwalimu, moyo unaofundishika ndani. Na anaotakiwa kumwabudu anatakiwa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu roho hatukuwa ameachiliwa, ina maana tulikuwa na roho zingine zilizokuwa za udanganyifu. Ukisoma kwenye nguvu ya Yohana 7, kabla ya yeye ya ile siku ya mwisho, roho hayupo. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa, Yohana 7:37, huyo kweli akasimama akapaza sauti akaelezea akisema, mtu akiwa na kiu na aje kwangu na aniaminie mimi. Yani aniaminie ile fundisho, sio kwa jina. Kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hili alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaachiliwa, kwa sababu yeye alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo tunaona neno sasa anasema ndio ameimarisha dunia. Neno, unaona kabisa kuna manabii ambao hata kutamka tu hivi unamwona huyu ni mjanja, lakini wanatumia neno. Kwa hiyo watumishi wote juu ya nchi wanatumia neno. Kama neno ameshikwa, ina maana anatumia kwenye nguvu mbaya. Kwa hiyo ina maana hawezi akamtumia tena neno akifika. Kwa hiyo neno amefutwa juu ya nchi, hana kazi na hawezi tena akafanya kazi. Tunaona sauti naye alikuwa tunamuona kwenye Kutoka 19 ile 5 kwamba watakaotii sauti watakula mema nchi. Tunaona hata Kumbukumbu 28 wale watakaosimama kwa kumaanisha kweli kweli kupitia ile sauti, basi watakuwa nguvu, watabarikiwa watokapo, watabarikiwa waingiapo. Tunaona kwenye Mwanzo 3:7 kwa sababu ya lile anguko la Mwanzo 2:23 mpaka 25, huyo Adam kumwacha baba kumwacha mama, ina maana tayari sauti iliondoka, haisikilizaki tena, haisikilizeki ndani wala kuleta badiliko. Kwa maana ya Mwanzo 3:7 anakimbia, anaitwa Adam anakimbia. Kinachomkimbiza kwa sababu ndani yake ile sauti tena hana nguvu ya kuisikia, hana nguvu ya kuipokea. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajiona kuwa wako uchi, wakashona majani ya mtini, wakajificha, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya kweli yote ikitembea bustanini wakati wa kupunga. Adam na mkewe wakajificha wasione. Yeye kweli yote akamwita Adam, akamwambia uko wapi? Akasema nimesikia sauti yako ni bustanini, nimeogopa. Kwa sauti ikawa inaogopesha. Inaogopesha kwa sababu tayari ile Adam na Hawa nguvu ndani yao ya kuungana kuipokea hawana. Kwa hiyo ile sauti sasa ikawa inatumika kwenye nguvu ya utendaji mbalimbali juu ya nchi. Ndio maana tunaona sasa hata tunafikia kwenye Misali ile 27 tunaona sauti inageuzwa kuwa laana kwa wale wanaosikia. Mtu abarikie mwenzake, Misali 27:14. Mtu abarikie mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema, itahesabiwa kuwa ni laana. Kwa hiyo kadri tulivyokuwa tunaamka alfajiri, ndio maana alfajiri kwa hakuna ibada. Kila mmoja yuko kwenye shughuli zake. Hana muda wa kuweza, kwa sababu tuko Babeli, ule muda wa kumshukuru yeye hauko. Lakini sasa tutamshukuru. Wewe kiongozi utamshukuru, wewe usiye kiongozi, wewe mkubwa kwa mdogo, sasa utamshukuru. Kwa sababu ile kweli peke yake ndio itakuwa imetukomboa.
tunaona hata Yohana 10 anasema walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi. Kwa hiyo wote unaona juu ya nchi kulikuwa hakuna ambaye mwenye utendaji ule ambao unaweza kusimama na ukatusaidia. Yohana 10:8, basi huyo kweli kwa levo ya Yesu akawaambia tena, amini amini naambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho, na sauti yangu ataisikia hapo mbele mbele. Kwa hiyo tunaona hiyo sauti yenyewe kwenye nguvu ya Paulo. Sasa sauti zinageuzwa na hazina tena utendaji huo. Tunaiona Wakorintho wa pili ile 14 ule mstari wa 10. Kunakuwa na sauti za aina nyingi ambazo kubadilisha mtu inakuwa shida. Ni Wakorintho wa kwanza 14 ule mstari wa 10. Yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo ya maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Vivyo hivyo na nyinyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye kalama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo, ili kulijenga kanisa. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha aomba apewe tafsiri. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Kwa hiyo tunaona hapo Paulo naye akijaribu kwa ajili ya kutuelezea hiyo habari, lakini tayari mambo yameharibika, kwa sababu wote tuko utumwani. Hakuna anayeweza kusema kuna neno, hakuna ambaye anasema kuna sauti. Yote kupitia Mwanzo 2 ile 23 ile 25, wote akili iko uchi, nguvu ya jicho liko uchi, sikio liko uchi, moyo uko uchi, viungo, ile nguvu ya utendaji wa kuchukua hatua uko uchi. Kwa hiyo hakuna kupokea. Hata nikitamkwa hivi neno hakuna, ikitamkwa sauti hakuna badiliko. Ina maana ufalme wa giza ukaendelea kuvitumia hivi. Ndio maana ukiona kwenye Luka ile 4 anasema hata shetani anayajua maandiko. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba huyo naye kwenye nguvu ya sauti hakuna, ina maana ni lazima ifutwe. Tunaona pumzi, tunasema pumzi hai. Ile Mwanzo 2:7, yeye akamuumba mtu kwa mavumbi akampulizia puani pumzi, mtu akawa na uhai. Tunaona Mwanzo 2:23-25, adui ndio akawa amebeba ile pumzi kwa sababu ya anguko la Adamu. Adamu akawa anatumikishwa, ndani yake analimotiwa wote. Ndio maana unaona sasa kwenye Ufunuo 13 ile pumzi inatumika na nguvu za giza, kwa sababu tayari wana nguvu ya kutamka na yakatokea. Ufunuo 13:15, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote waliosujudu sanamu wa mnyama wa uwawe. Ina maana wakawa force, kwa sababu tayari mimi ni mtu, lakini ndani yangu sina pumzi ile ya uhai wa yeye mwenyewe. Kwa hiyo ile nguvu ya mawasiliano mazuri ya kujielewa, kwa sababu nimemwacha master, nimeacha na mfumo wake. Ina maana niko idle, sina mbele, ina maana naendeshwa na chochote. Ndio maana ile Isaya ile 26:13 tukawa tunalia sema, Baba, mabwana wengine zaidi ya wewe umetumiliki. Kwa hiyo tunamilikiwa kwa sababu tuko utumwani. Kwa hiyo kwa sababu hata vile vitendea kazi sasa vya kuweza kutusaidia hakuna. Ndio maana unaona kwenye nguvu ya Yohana pale kwenye Yohana ile 19:34, yule askari anamchoma mkuki na mara inatoka damu na maji. Lakini kwenye nguvu ya waraka wa kwanza wa Yohana 5 ile 8 anasema huku juu ya nchi kuna damu, kuna maji na roho. Kwa hiyo hivi vitu walivichukua wakawa wanavitumia
kwa sababu ya mfumo wa kumwacha Baba. Kwa hiyo kwa wanapanda roho chafu. Kwa hiyo ina maana, ndio maana wewe mtu kabisa unaona hivi na macho yako, lakini unakwenda kwa sanamu. Kwa hiyo ndani yako huna uhai wala huna pumzi ya kujielewa, kwa sababu huko hauna chochote. Sasa kwa sababu majira imefika, wote tunatakiwa tumulike kwamba hii ni sanamu, hii ni nguvu ya uongo, hii ndio nguvu ya kweli. Kila mmoja aelewe na apokee kila ambacho yeye Baba alikuwa anakusudia kwa ajili ya kuishi. Tunaona hicho nacho hakiwezi kukaa. Zile pumzi zote zilizosababishwa kwa ajili ya uharibifu juu ya nchi zimefutwa. Kwa hiyo andiko na lenyewe, andiko limesababisha nguvu ya kukariri juu ya nchi, kuclaim, si katika kuelewa. Kwa sababu baada tu ya Matendo ile moja mpaka Yuda kutoeleweka, na yule roho kutoeleweka, na utume wa Yesu kutoeleweka, na mitume 12 kutoeleweka, ina maana hapo tulizama. Kwa hiyo tulikuwa tunatumika tu kwa ajili ya maandiko yanayotakiwa sasa kusoma kama yalivyo. Kwa hiyo hata kama mtu ana ujanja wake nyuma, anatumia hayo maandiko, kwa sababu kila mmoja alikuwa na hofu ya kitabu hiki. Ana hofu ya kile, ana hofu yoyote aliyeumbwa, hata mwizi ana hofu ya Mungu. Lakini kwa sababu tayari maandiko, hata muuaji wote, ndio maana anasema hata ufrimasoni, uchafu juu ya nchi, na wao wanajua kweli master akija hakuna mahali pa kupita. Kwa hiyo amekuja kufuta hayo maandiko yaliyosababisha nguvu ya mauti. Tunaisoma kwenye nguvu ya Korinto wa pili 3:6 kwamba kwa hiyo yalituua maandiko. Tasoma hapo kwa sababu ya kututoa hapo kwenye shida, kwa sababu amekuja atusaidie. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa Roho. Kwa maana andiko huua, kwa sababu Roho hatukumjua na Roho hakuachiliwa mpaka majira ya siku ya utimilifu, ya siku ya mwisho, ndani ya mwaka halisi, mwaka wa kweli kwa watu wote, unaoanzia ndani na unaendea nje. Hapa unaanzia huku ndani ya tumbo, unaelekea nje ya nchi, ukiwa tayari matendo ya mtu yanatoka kwa Baba. Sio huu mwaka wenye miezi 12. Huu ni kopi hapa. Kwa hiyo tunaona andiko linaua. Kwa hiyo maandiko ndio yanasababisha uchawi juu ya nchi, kwa sababu ukisoma kwenye mahali Luka 23, yule roho aliyekuwa tunafundishwa kwamba aliachiliwa, yule alikabidhiwa Baba. Luka 23 ule mstari wa 8. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi. Hata saa 9 jua limepungua, nuru na pazia la hekalu ikapasuka katikati. Huyo Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Ukisoma kwenye Yohana 7:37 utapata. Aniaminie mimi hata siku ya mwisho, siku ile kubwa. Huyo kweli akasimama akapaza sauti akawaambia, mtu akiona kiu na aje, njooni nyote, kusini, mashariki, magharibi, mahali pa yeye mwenyewe, mahali pa nuru yake, ili yeye ndio atuhekimishe, yeye ndio atufundishe, yeye ndio atutoe kwenye shida, yeye ndio atutoe kwenye aibu. Kwa sababu kama ni aibu juu ya nchi ni kubwa sana, yeye peke yake ndio anaweza kututoa sasa hivi kupitia kweli yote. Na neno hilo alilisema katika habari za Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu huyo Yesu alikuwa hajatukuzwa, kwa sababu wale wanaomwamini walikuwa mitume 12 na hawakumwamini. Kwa hiyo akasema kwenye utimilifu sasa atamwachilia huyo moyo wa kufundisha, moyo wa Baba juu ya nchi yote. Kwa tunaona kwa sababu ya mafundisho sasa ya Babeli, ina maana tulifundishwa vitu vingi. Ina maana sasa inabidi afute neno la ufunuo. Kwa maana kwanza tunaona kwenye ufunuo, kwenye Kumbukumbu 29:29 kwamba lililo asili ni la Baba,
lakini yaliyofunuliwa ni wazi. Lakini kumbuka kwamba hata Babeli kuna nguvu kubwa sana ya roho nyingi zilizokuwa zinatenda kazi. Tunaona kwenye Yeremia 23 ile 24. Yeremia 23 ule mstari wa 24. Je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimwone? Asema yeye Poliote. Je, mbingu hazikujawa na mimi? Asema yeye aliyetumba. Nimesikia waliowasema manabii wanaobashiri uongo kwa jina langu, wakisema nimeota ndoto, nimeona ndoto. Je, mambo haya yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe, wanaozania kuwa watawasaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanaobatilishia kila mmoja na jirani yake, kama vile baba wao walivyonisahau mimi na jina langu kwa ajili ya bahari. Nabii aliye na ndoto aseme ndoto yake, na yeye aliye na kweli yangu aseme kweli yangu kwa uaminifu. Hapa sasa kwenye maandiko wameandika neno, kwa sababu kweli ilikuwa imefichwa isiweze kutambulika. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba neno la ufunuo, hata manabii wa bahari huko walikuwa na wao wanafunuliwa. Ndio maana kwenye Wakorinto ile wa pili ile 11:14 hata mashetani na wao wa Paulo anathibitisha alikuwa anaona hata mashetani wanajigeuza wala sio ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambaye mwisho wao watakuwa sawasawa na kazi zao. Ndio leo, ndio sasa. Kwa tunaona Paulo naye anasema hapo. Kwa tunaona neno la ufunuo kwenye Yeremia 28:8 kwamba manabii walikuwepo walikuwa na tabiri. Yeremia ile 29 ule mstari wa 10 mpaka 14, majira itakapofika ya miaka 70 basi nitawaijilia. Yeremia 22, Yeremia 25:12 kwamba majira ya miaka 70 inapotimia basi judgment inaanza juu ya nchi. Kwa hiyo sasa mauti na kuzimu na yenyewe imefutwa, atatukomboa na nguvu za kaburi mauti. Kwa hiyo uongo, tunatoka kabisa kwenye shimo la uongo ambalo lilikuwa sio rahisi kutoka, kwa sababu shimo hili ni huyo neno, shimo hili ni sauti, shimo hili ni pumzi, shimo hili ni andiko, shimo hili ni neno la ufunuo, na shimo hilo ni mauti na kuzimu. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba ule ufufuo wa siku ya mwisho ni ile Baba kujulikana. Baba ndiye kweli yote, naye ndio anatufufua sisi kutoka kwenye uongo. Hata Ezekieli 37 ile 1 mpaka 28, hiyo na yenyewe inaongelea sisi tukifufuliwa sasa. Kwa hiyo sasa hivi ndio uumbaji unafufuliwa, unatoka kwenye uongo, na sisi tunatoka kila mahali, tunatoka kwenye uharibifu. Ina maana ile kanuni sasa ya kupasuka hekalu na kuingia, hiyo ilikuwa anatuonyesha Baba kupitia kweli yote kwa ajili ya Yesu, kwamba Bwana, hizi ibada zinatumika hivyo. Kwa tunaona sasa uhai na uzima, na wao walikuwa nao, kwa sababu walipoteka pumzi, ina maana wakateka ile nguvu inayoitwa kwa ajili ya ile akili ya Adam na Hawa, tayari uhai na uzima ukawa umeondoka. Ndio maana tunaona kwenye mahali hapa Ayubu 2:6 yeye Baba mwenyewe akimkabidhi Ibilisi, kwa sababu alikuwa tayari na agreement ya Yeremia 27
ule mstari wa 5 mpaka wa 9, kwamba miaka 70 mpaka itimie. Bila kutumia miaka 70, ina maana hakuna nguvu ya kufuta chochote. Kwa tunaona anamkabidhi hapa uhai. Kwa hiyo yote anayetumia uhai, ndio maana unaona dunia wana maisha marefu. Watu wabaya, wazuri walikuwa wakai, kwa sababu tayari wana nguvu ya uhai. Wana Ayubu 2 ule mstari wa 6, yeye kweli yote akamwambia Shetani, tazama yeye yumo mikononi mwako, lakini tunza tu uhai wako. Basi Shetani akatoka mbele ya uso, sura ya kweli yote, akampiga Ayubu kwa majipu mabaya, tangu wayo mpaka utosi. Kwa hiyo alikuwa tayari ana uwezo, kwa sababu uhai alikuwa nao yeye. Ndio maana yeye baba akawa ameenda mbali kwenye Samueli wa kwanza ile 25:29 kwa ajili ya kutumia kuwa yuko na furushi la uhai, ili akwepe ile mahali fulani ambapo tayari Babeli alikuwa anatumia. Nasoma hapo, na hata ijapokuwa binadamu angekuinda akulinde na kutafuta maisha yako, huo moyo wako umefungwa katika furushi la uhai wa Muumba. Kwa hiyo baba ana furushi la uhai ambao ndio nguvu ya kweli yake yote, ila ni jina tu sasa kwamba ni furushi la uhai, kwa sababu uhai wanao maadui, wanao ufalme wa Babeli miaka 70. Ndio maana unaona wazuri wote walikuwa na uwao. Kwani unategemea wewe? Jiulize, baba anataka tuwe wazuri, leo atuue sisi wazuri, anatupeleka wapi? Wewe jiulize tu. Jiulize wewe kiongozi, jiulize wewe ambaye ni rafiki, kijana, binti, jiulize, mweupe, mweusi, taifa lolote, jiulize, kwani ni nani alikuwa anawaua? Kwa hiyo wanauawa kwa sababu tayari yule adui alikuwa ameshakabidhiwa watu wote juu ya nchi mpaka miaka 70. Bila miaka 70 hakuna kutoka. Na mtu akikabidhiwa mpaka agreement ishi. Yeremia 27 ule mstari wa 5, mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, na uwezo wangu mkuu kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama nipendavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, na wanyama wa mituni pia nimempa na wamtumikie, na mataifa yote watamtumikia yeye hadi mahali majira yake itakapowadia. Lakini kwa habari ya manabii tusiwasikilize. Ile 9, lakini kwa habari zenu msisikilize manabii wenu, wala wabashiri wenu, wala ndoto zenu, wala watambuzi wenu, wala waganga wenu, wanawaambia kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli. Kwa hiyo ilikuwa ni agreement. Kwa hiyo hata wakati unaona wenye haki wazuri wanauao, wanaangamia, si wanaangamia kwa kutaka, ni kwa sababu kuna agreement juu ya nchi mpaka miaka 70. Tutoke hapa kwenye miezi 9 yaanzia tumboni inafutwa, na unakuja unaanza kuhesabiwa kwenye mwaka kwenye miezi 12. Tutoke hapa kwa baba wa imani, kwenye nguvu ya imani ya dini, imani ya dhehebu, imani ya lugha yako, imani ya kabila, imani ya baba wa imani, wakati baba wa imani ndio kutengeneza mafarakano. Kwa hiyo turudi wote hapa. Tuanzie kwenye kwamba Yeremia 1:5, kwamba kabla sijakuumba nilikujua, ukaingia ndani. Ulipoingia hauhitaji utagaso, moja kwa moja unakuwa unaelewa. Kule ana vipawa, karama, viwekezo, talanta. Hapa ana nguvu ya vipawa, karama, viwekezo na akili nzuri, na kule juu ya nchi hivyo hivyo. Kwa hiyo ndio maisha ambayo yanabeba kila kitu. Ina maana hapa hakuna imani yaani kwamba kwa imani tu, hapa ni kuelewa, kwa sababu yeye alisema kwamba tutaishi kwenye kweli yote. Kwa hiyo kweli yote sasa juu ya nchi amemfuta kabisa, amemfuta kabisa neno mtendakazi wake,
amemfuta na aweza akatumika tena kwa manabii, mitume, wainjilisti, kila mahali juu ya nchi neno ameondoka. Kwa hiyo amemfuta sauti, kwa sababu sauti tayari ilikuwa imegeuzwa kwa laana juu ya nchi. Ina maana atatumika kweli yote peke yake. Amemfuta pumzi ya mauti na uhai wa mauti na uzima wa mauti ambao ulikuwa ni kwa ajili ya kututabisha juu ya nchi. Amefuta neno la ufunuo na amefuta kile kinachoitwa nguvu ya pumzi na amefuta kabisa mauti na uzima. Kwa hiyo tunakaribishwa, karibuni tena, karibuni kwenye Kweli Yote TV. Majira ni ya kweli yote, maisha ni juu ya nchi, hatuishi mbinguni. Tamalizia wewe, kama utaenda mbinguni ni wewe, lakini yeye Baba amekuja. Kwa hiyo habari za mbinguni, injili za mbinguni zimeisha wakati wake. Sasa hivi ni kufanya hapa namna tuishi na kubadili tabia. Kwa hiyo wewe unayesikia, mwambie na mwenzio, Baba yuko juu ya nchi. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Hii Luka 17:20. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala watasema tazama upo huko au kule. Kwa maana tazama, ufalme wa Baba uko ndani yetu. Ufunuo 11:15. Na ujumbe wa utimilifu ukapiga tarumbeta kubwa, pakawa na mamlaka juu ya mbingu zote, ikisema ufalme wa dunia umekwisha kwa ufalme wa Baba yetu ambaye ni Kweli Yote juu ya nchi. Ndio maana amesema makafara yameisha, ile ibada za ishara na miujiza zimeisha, ile unabii na ubashiri umeisha. Sasa ni kukaa kufundishwa na yeye. Karibu Kweli Yote TV, karibu viongozi, karibu wananchi, karibu wa baba wote ambao ni marafiki, karibu wa mama, karibu watumishi wa aina zote, karibu Kweli Yote TV. Mmekaribishwa sana. Kwa hiyo una linki na unampa mwenzio linki. Ni Kweli Yote TV, kila mahali yeye mwenyewe ametukuzwa na ametawala. Kwa maneno mataifa yanabarikiwa juu ya nchi, watu wake wanabarikiwa. Ule uchawi, ule uganga, ile ushirikina na nguvu ya ufrimason juu ya nchi hautakiwi tena. Makafara, majari, vita vya kumwaga damu havitakiwi tena. Sasa ni kurejea kwake yeye. Watu tumekaribishwa sana na ametubariki kwa ajili ya siku ya mwisho iliyoanza kwa ajili ya majira ya hukumu, kwa ajili ya ubaya na uongo na udanganyifu. Tumebariki.